Daudi baba yangu, fadhili kadri alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika uyoto wa moyo pamoja nawe. Nawe umeuweka na fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi kitini pake kama ilivyo leo na sasa. Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme, mimi mtumwa wako, badala ya baba Daudi yangu. Nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi pasavyo kutoka wala kuingia, na mtumwa wako ya katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabika wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni mengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa hekima, ni wahukumu watu wako na kupambana na mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako wengi? Sulemani, umeufurahisha moyo wangu kwa kuwa hukujitakia maisha ya siku nyingi, wala utajiri kwa nafsi yako, wala hukutaka roho za adui zako, bali ulitaka moyo wa hekima na akili. Tazama, nimefanya kama ulivyosema. Nimekupa wewe moyo wa hekima na akili. Kabla yako hapata kuwa na mtu kama wewe, na baada yako hapata kuwa na mtu kama wewe. Na mambo yale usiyoyaomba nimekupa. Nimekupa wewe fahari na mali. Kabla yako hapata kuwa mtu kama wewe, na baada yako hapata kuwa na mfalme kama wewe siku zako zote. Nami Mungu wako na kuahidi, kama ukienenda katika njia zangu, kushika sheria zangu na amri zangu, kama baba yako Daudi alivyoenenda, na kuahidi nitafanya siku zako duniani kuwa nyingi. Hapa ni kule pale. Taua mtoto. Wacha. Hapa tuko kwenye ikulu ya mfalme. Wacha kelele. Wacha kelele nyingi. Tuko kwenye ikulu ya mfalme. Wacha kelele. Nini kinaendelea? Hebu nieleze nini kinaendelea. Asante sana mfalme. Uishi milele. Leo asubuhi nimepatana na kesi ngumu mbele yangu. Wanawake hawa wawili wamekuja kwenye ofisi yangu na wamepita kwenye huko kuanzia chini mpaka wakanifikia, lakini nimeshindwa kutatua kesi yao kwa maana ni ngumu mno. Huyu amempoteza, huyu amepoteza, hata mimi kuelewa inakuwa ngumu. Ninakuomba mfalme uwasikilize wewe mwenyewe. Mwanamke ni rafiki yangu. Tulipolala usiku akaniambia mtoto wake, alipoona mtoto wake amekufa akanibadilishia na wangu. Sasa huyu mtoto amechukua mwenyewe ako naye, sasa hivi ni wangu na nakataa na mtoto wangu. Hapana mfalme, wacha nikuambie, huyu ni mtoto wangu, si wake. Ni mtoto wangu. Ni wangu. Ni wangu. Ni wangu. Ni mtoto wangu. Mtoto ni wangu. Ni wangu. Ni wangu. Mtoto wangu. Ni wangu. Mtoto wangu. Mtoto ni wangu. Ni wangu. Mtoto ni wangu. Nipe mtoto wangu. Wako amekufa, huyu ni wangu. Wako ndo alikufa, ulinibadilishia. Ni wangu. Mtoto wangu. Mtoto wangu. Leta mtoto wangu. Ni wangu. Mtoto ni wangu. Leta. Mfalme, natumai umeona kesi hii imekuwa ngumu kwangu kutatua. Ndio maana tumeileta mbele zako. Itatue leo. Kwa vile nimeona, nasema nitakiwa mtoto hapa chini.
kuamuru mara moja, katanisha mtoto upande mbili, umbu mmoja na umbu mwingine mmoja. Muue mtoto. Ongoja. Ndo mama mwenye mtoto mlinzi. Akiona pande kama huyu. Pande ishi milele. Pande ishi milele. Pande ishi milele. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Umesoma kitu? Umesoma nini? Haleluya. Wacha tuchambue kidogo ili kitabu yangu ione. Wakati niliposikia mcheze hii sketch, nilitaka kujua ndani, maana mimi nimeiwaza miezi minne nyuma nikiitafakari hii skit ilitaka kumaanisha nini katika roho zetu, katika kijamii, katika maisha yetu. Na nilipochambua nikapata kwamba kuna mambo mengi ambayo yamejificha ndani ya skit ya Mfalme Sulemani. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hadithi hii, wengi huwa wana concentrate sana na hawa wanawake wawili, lakini kuna mambo mengi ambayo yamefichwa. Ni mengi, lakini sitawasomea yote, nitawasomea baadhi. Jambo la kwanza, kuna mtihani wa uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna masuala ya kiroho, haleluya, na vile vile masuala ya kijamii. Situanze na masuala ya uongozi. Ukimwangalia Sulemani, Mfalme Sulemani alikuwa ni mgeni katika uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Hivi watu walikuwa wakimtazama sana. Kama Sulemani angeshindwa kutatua kesi hii, hakika watu wangesema Mfalme Sulemani hawezi. Si hata leo tunapima viongozi wetu hivyo? Tunawapima hivyo. Wakati rais wetu aliingia, wengi walikuwa wanatarajia kitu fulani, lakini wakati hakutaja hiyo, walikuwa wanatarajia kusema kweli ameanza kutusaliti. Lakini Sulemani ni mfalme mgeni, ni mfalme mpya, ni mchanga, lakini ametatua kesi ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Tuingie kwenye masuala ya kiroho. Yaani, kuna siku baba yangu aliniambia mwanadamu aliumbwa baada ya vitu vyote kuumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia Sulemani, Mfalme Sulemani alipewa hekima, hakupewa majaribu mbele ya hekima. Alipewa hekima alafu majaribu yakaja. Haleluya. Hii inakufunza nini? Ya kwamba Mungu anakupea mtihani ambao unaweza kufanya na kuushinda. Bwana Yesu asifiwe. Ya pili, Sulemani kwa kweli nimemuona ni mfalme mtulivu sana, hana fujo nyingi. Akimwambia mlinzi mkate huyu mtoto vipande viwili ukampe huyu na huyu mwingine chake, alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anajua before huyu ainue upanga amuue mtoto, Mungu atakuwa amepeana suluhisho. Wewe unagojenga suluhisho kwa Mungu ama unakuwa na suluhisho zako? Wewe una depend kwa Mungu 100%. Plan A ni ya Mungu, plan B ni ya Mungu, plan C ni ya Mungu. Hakuna kitu ambayo unategemea akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Hekima hii
ya Sulemani inatokana na kumcha Mungu. Ukisoma kwenye hayo maandiko ambayo tumecheza skit leo, maandiko yanasema Sulemani alimpenda Bwana, alimcha Mungu. Ukimcha Mungu anakupa zawadi, ndio maana akapewa hekima. Kwa hivyo hekima haipewi mtu ambaye hamchi Mungu. Bwana Yesu, ukimcha Mungu anakupea hekima. Haleluya. Twende kwenye masuala ya kiroho. Ukitazama hawa wanawake wawili, maandiko yanasema mzuri, walikuwa makahaba kweli. Hivyo kwenye masuala ya kijamii ama ya uongozi, walikuwa ni watu ambao hawana cheo, hawana mamlaka yoyote. Haujawahi kusikia commander in chief of all makahaba forces? Umewahi kusikia kitu kama hiyo? Hakunanga. Lakini mfalme alichukua muda, akaketi nao, akatatua kesi iliyokuwa ngumu mbele yao. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kumtegemea Mungu. Wacha tumalizie. Hii inamaanisha nini? Hekima ya kweli, hekima ya Mungu ya kweli ni ya kumlinda mnyonge, si ya kumnyonga aliyenyongwa, ni ya kumlinda mnyonge. Haleluya. Ukitazama huyo mtoto, kuna vitu vitatu vilikuwa vinaua huyo mtoto. Wewe unaweza kuona ni mwanamke alikuwa anamuua, lakini ndio huyo mtoto afe. Kuna kiburi, kuna wivu, mbona mtoto wangu amekufa wako hajakufa? Kuna chuki. Lakini nini ilifanya huyo mtoto apone? Nini ilifanya mtoto apone? Upendo wa mama. Haleluya. Upendo. Huyu mama alisema, basi hata kama ni wangu, mpe yeye, usimuue. Hiyo nini inaongea? Upendo. Natumai mmeelewa skiti. Mungu